Jérémie chapitre 30 verset 18. Ce qui te moni makomi et sans tout te botant la pompe de Christ Messiah na sala. Yahweh alobi boye ete. Dala na kokala mbisa kokangama na hema na Yakobo. Mpe na koyokela bifandelo na ye mawa. Boka ekotongama lisusu na mompoto na yango. Mpenda komonene ekozala na lolenge na yango. Jérémie 30 verset 18. Yahweh alobi boye ete. Dala na kokala mbisa kokangama na hema na Yakobo. Mpe na koyokela bifandelo na ye mawa. Mboka ekotongama lisusu na mompoto na yango. Benda akumaki na kitirwana. Kitabu cha Yeremia kiliandikiwa na ezalaki Baruch oyo azali kotambola na Jérémie yembe akumaki makambo Jérémie azali koyebisa ye akoma. Kiliandikiwa na mtu aliyeitwa Baruch alikuwa anatembea na Yeremia. Alors chapitre totangi awa ezali Nzambe azosola na Jérémie à ce qui concerne le retour ya bana Israël na Israël. Alors fasi tunasoma ni barua Mungu anaambia Yeremia kwa kusumulia watu kurudi kwa wana wa Israeli. Nzambe abanga na Jérémie ayebisa peuple d'Israël bakima na kofuka mbele ya Nzambe ya bikeko. Mungu aliambia wana wa Israeli waangalie wasishutame mbele ya masanamu. Mais après 23 ans ya reproche va continuer toujours kofuka mbele ya Nzambe ya bikeko. Alafu baada ya miaka 23 waliendelea kushutama chini ya masanamu. Nzambe aikotina prophète Jérémie ayebisa bango ba okende boumbu to pe captivité na mboka ya Babylone. Mungu akamwambia wana wa Israeli wataenda kwa ufungwa ndani ya mji wa Babiloni. Bakendaki pe boumbu na Babylone epai wapi bazali ko souffrir. Ndio wapi walienda kwa ufungwa mji wa Babiloni waliteseka sana. Nzambe ayokelaki bango mawa ayekotinda lisusu Jérémie oyo asakolaki kokenda bango na Babylone asakola retour na bango na Israël. Tena Mungu aliwasikia ndio akamwambia tena Yeremia kuambia jinsi watarudia ndani ya mji wa Israeli. Yaoni pa itoto alobi akoretablir. Ndio fasi tunasoma wanasema atajenga tena. Akosongi sabato bakamami na muumbu na mboka na bango. Atarudisha watu walienda kwa ufungwa ndani ya mji wao. Alobinda kwa monene ekotonga malisusu na kobebisa mana yango ndenge ekomi. Anasema nyumba kubwa halitaribika tena kwa kujengwa. Et puis ekosonga na monene na yango. Na itarudi kwa unene wao. Alors passage biblique ça veut dire quoi pour la mission de journal lelo. Alafu haya mafundisho yanatuambia nini siku ya leo? Songai malamu pona kozanga kotosa. Ukiangalia vizuri kwa kukosa kutii, ndio mwini baomba kemeki na muumbu. Ndio walienda kwa ufungwa. Et tena watu après départ ya Jésus Christ na ba apôtre. Watu wengi nyuma ya Yesu Kristo na wale wafuasi. Lokola vérité na Nzambe zaki susute na mokili. Kwa sababu kweli ya Mungu haikuwa tena ndani ya dunia. Batu bakonta ki deja na esclavagisme ya ba pasteur na basali na Nzambe. Watu waliingia kwa ufungwa wa watumishi. Ipai wa prosper na Nzambe wa kusoponza biasa la yo. Mahali mtumishi kakwambia ili Mungu akutendee. Yeseki na sala shfe ni sheni libunoela na nzala. Unatakiwa kufunga na ndio tumbo yako ikufe na njaa. Papa ni papa sa mwana na yeye kwa kupiniri ye. Alafu baba kani kwa kumpea mwana wake kichwa na anaomba. Na mume wao kuso tozali. Kwa muda tumefika. Tozali susu na mwana ya sacrifice te. Hatuko tena muda wa Tokomi sisi na mwana ya bénédiction ya obéissance. Tuko kwa muda wa kutii. Yaombi Jésus Christ azoi bisaba pharisien na bascribe. Ndio maana Yesu aliwaambia Wafarisayo. Wao bazalaki bila sana Nzambe à l'époque. Wale walikuwa kama watumishi wa Mungu. Vous êtes assis sur la peau de Moïse. Anasema mnakaa kwa ngozi za Musa. C'est-à-dire bazotanga mibeko ndenge comment mi charnellement et non spirituellement. Anasema mnasoma na amri kwa jinsi zinajitoa kimwili sio kiroho. Yamu ina tango ya Jésus. Ndio unaona muda wa Kristo. Bayana mwana maswa asali kinumba. Walileta mwanamke mkaba. Babiselo na lwa de Moïse foto beta ema bana. Alisema kwa amri za Musa tunapaswa kupiga. Jésus akomi na sia mabele. Yesu aliandika udongo. Akomi oyo na sali sumu tema mama sio libanga. Akisema yule ambaye hajafanya dhambi ampige kijiwe. Na loi ya Moïse injustice ezalaki. Kwa amri ya Musa hakukuwa na mwana mwasi basali eko mwana mobali botiki mwana mobali kwani kwa ina mwana mwasi kaka bwana nini. Mwanamke amepita na mwanaume alafu anaacha mwanaume wanampata mwanamke. Jésus Christ azwaki loi. Ndio Yesu alikamata amri. Mwani Jésus Christ akomi na mabele. Yesu aliandika udongoni. Na loi de Moïse ezalaki likolo ya mabanga ikomama likolo ya mabanga. Amri za Musa zinaandikiwa kwa mawe. Mais Jésus Christ akomaki loi na mabele. Alafu Yesu aliandika amri kwa udongo. Sabi loi eza na
bato. Alisema amri ziketi ndani yetu sisi wote. Sipai nyonso mutu akotambula lokola mabele. Mahali yetu mtu atatembea kama udongo. Oza na conscience noke mnazosala eza malamu tu eza mabele. Aelewe kama mambo anafanya ni mema ama mabaya. Mosala nzambe ozala nsima noke na fibu abeta yo mpona mabele oyo ozosala. Tumisho Mungu atakuwa nyuma yako kupiga fimbo kuonesha mabaya unatenda. Kobanga mosala na nzambe tini abanga yawe wasala likolo na se. Usimwogope mtumishi wa Mungu alafu mwogope Mungu aliye Jésus alobi na ye kolongola loi te me na ye kokokisa yango. Yesu alisema sikuja kutosha amri alafu nilikuja kuzitekeleza. Soki na livre ya Jean chapitre 1 verset 16-17 boye. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wake wa 16. Balobi loi eyaki à travers Moïse. Wanasema amri zilikuja kwa Musa. Mais grâce est à travers Jésus-Christ. Alafu neema imekuja kwa Yesu Kristo. C'est-à-dire grâce ezali explication ya loi. Inaonyesha neema ni kutafsiria kwa hiyo amri. C'est-à-dire bisika oyo ezalaki clair te na kati ya loi. Mahali haikuwa kuonesha. À travers Jésus-Christ na grâce ayekopesa explication. Kwa kufuatilia Yesu Kristo na neema yake anaonesha anayafasiria. Amen. Bato na Kristo. Yango ina livre ya nini ya Hébreu balobi soki ancienne alliance ezalaki na réalité, nouvelle alliance ingaki ya te. Ndio maana kitabu cha Ibrania wanasema kama agano la zamani halikuwa na makosa, agano jipya lilikuja. Na ancienne alliance fidèle ezalaki tellement ébélé. Kwa sababu kwa agano ya zamani kulikuwa amri nyingi sana. Babi soki mutu asali na sumu azo mwana ntaba atumba po masumu na yeye bisema. Walisema mtu akafanya dhambi akamata mwana wa mbuzi na mchome ili. Mais à travers Jésus-Christ aeko kata biloko wana. Alafu kwa kupitia Yesu Kristo alitoa vitu hivyo. Bato bakomaki kosala masumu na nko. Watu walifanya dhambi kwa kutaka. Parce que ayebi ki akozo mwana ntaba atumba po masumu na yeye bisema. Kwa sababu walichoka kama watachoma mbuzi na dhambi zinasamehewa. Mais Jésus-Christ aeko kata biloko wana. Alafu Yesu Kristo alikuja akakata hivyo. Ekomi likambo ya conscience ya mwana na Mungu. Ukafika muda wa kila mtu yeye pekee kujitia. Isika nyonso oyo okotambola. Mahali yetu tatembea. Nosema ke nazosala mabe to nazosala malamu. Ujue kama unatenda mema ama mabaya. Mutu moja ozala fimbo bwana ndayo. Hakuna mtu atakuwa nyuma yako kwa kupiga. Yango ni nzambe esalaki akamwela biso na nzela ya enseignement ya lokuta. Ndio maana unaona Yesu alitakiwa kututoa kwa hiyo mafundisho. Lokola baproblème kondumela Jésus Christ. Kwa jinsi watu wakutaka kumsikiliza Yesu Kristo. Wakili etika ekana lokuta ezalaki forme ya esclavagisme. Dunia ilibakia na uongo, ilikuwa kama ufungo. Ezalaki nzambe azo verite ne atina na mokili mpona akambola bato afongola bato basali kokamama. Ilitakiwa Mungu tena kutuma ukweli ndani ya dunia ili fungue watu ambao hicho mimi na watu tunapaswa kuelewa kwa Mungu kututendea kama baba yetu. Hatutakiwa tena kulala mkanisa ili tufutuke. Hatutakiwa tena kuacha chumbu njani. Alafu tulitakiwa kuheshimu neno la Mungu. Tutoe hiyo roho mbaya ndani yetu. Wewe unamwomba Mungu alafu na roho mbaya ndani yako. Mathayo sura ya 6 mstari wa 24 wanasema eti kama unataka weka sadaka yako alafu umeelewa kama una shida ndani ya roho yako, wanasema acha sadaka yako hapo urudi uende alafu watu wangapi wanaingia ndani ya kanisa na wana mashida ama matatizo ndani ya jamaa zao. Mikono yako si meupe ndani ya Mungu katutoa ndani ya ufungo wa dunia ya kuweka imani kwa mapasta ama usiweke imani yako ama tumaini lako kwa watumishi. Weka tumaini lako kwa Mungu ambaye atakuweka. Mtumishi ni kama kilalo Mungu anatumikisha. Alafu si yeye atakuonya. Alafu leo tunaona watumishi wanajipiga vifua. Nasema muje kwa kampeni alafu mtumishi wa Mungu atawaokoa. Hakuna mtumishi wa Mungu anaweza kuokoa. Ni Mungu pekee anaweza kuokoa watu. Mungu anasema atarudisha wana wa Israeli ndani ya nchi yao. Tena na ile nyumba itajengewa tena. Uoneshe eti mwendo huu tunaimba. Kuwa restoration Mungu ana restore. Kuna muda mwingine ulitenda maovu macho.
tozali bato na mabe. Kwa maana sisi sote ni waovu. Toyebi loyembo ya Yeremie 30. Tunaimba mwimbo wa Yeremia 30. Ndenge Nzambe arestauraki bana Israeli azongisaki bango na mboka na bango. Kwa jinsi Mungu alifunguza wana wa Israeli akarudisha Ndenge Nzambe Nzambe azala ngolu ependa yango osoma na motema na ye. Kwa jinsi tena Mungu analeta neema kwetu sisi. Bato mosusu bazali deja mabe oyo bakoyi mosika. Watu wenyewe wameshafanya maovu na wanaenda kwa mbali sana na Mungu. Nzambe azotala soki asaleli moto oyo akosala baninga lolendo. Mungu kaangalia eti huyu mtu tutamtendea. Soki apamboli moto oyo akokima eglise. Huyo mtu nikamsaidia atakimbia kanisa. Amen bandugu na Kristo. Eske okomi deja na point oyo bibala motema na Nzambe? Umeshafika kiwango ya kuonekana mnacho Mungu. Mama oyo sesantaka makambo ya Nzambe ezofanda suna motema na ote. Muda mtu unajielewa kama mambo ya Mungu haikai ndani yako. Ozoya eglise lokola visite. Unakuja kanisani kama ambaye anatembea. Yebake na minute wana na motema na Nzambe oza susute. Jua kama kwa muda huyo mmecho wa Mungu huko. Mama oyo sesantaka na place d'habiter koza toujours pele na Nzambe. Wala gani kwa nini unajisikia hata kosa wala mashida unajisikia pembeni? Yebake na moment na ozoleka na restauration ya molimo na yo. Jua kama kwa muda huyo umekuwa Ata finance na la kosungezeli Nzambe a restaurer yo. Kwa hiyo kita yenyewe unatakiwa Mungu tena kufungua. Mais ezalaki à travers kolela ebana ese na Babylone Nzambe okaki bango mawa. Alafu ilipitia kuteseka kwa wana wa Israeli ndani ya Babiloni Mungu akusikia. Mais mutu mosusu liboso ya Nzambe ata kolela ezali te. Hata mtu mwingine kutana mecho wa Mungu hali. Mutu azali na bafason ebele alelaka epai na Nzambe. Mtu ana namna mingi sana za kulia mecho wa Mungu. Mabe oyo osalaka. Kwa mabaya unatenda. Soko ozalaka na regret kati na yo. Kama unanungunika ndani yako. Ni muda ambaye Mungu anataka tena kurestore. Kwa muda unajikutana umetendea ndugu yako maovu. Alafu unasikia huruma ndani ya roho. Unaongelea mtu vibaya. Umejisikia umeumia. Jua kama